Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Upepo wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema unazidi kuvuma vibaya kwa serikali. Mwanahalisi limeelezwa. Mvumo mbaya upepo wa serikali unatokana na hatua ya Lissu kushusha mapingamizi dhidi ya Jamhuri kwa kila ombi lililowasilishwa mahakamani na upande wa mashtaka. Kufuatia hali hiyo, taarifa zinasema Jamhuri imewasilisha barua kwa Jaji Mkuu George Masaju kuomba ieleze mahakama ya rufaa kufanya mapitio ya uamuzi uliofanywa na mahakama kuu katika nyakati mbalimbali. Katika barua hiyo, serikali inamwomba Jaji Mkuu kutumia mamlaka yake ya usimamizi kuitisha jalada la shauri tajwa ili aweze kuelekeza mahakama ya rufaa ifanye marejeo na kujiridhisha kuhusu uhalali, legality na usahihi, property wa mwenendo wa ushauri uliopelekea kusababisha kutolewa kwa maamuzi hayo madogo ili haki iweze kutendeka kwa pande zote mbili. Barua ya serikali kwenda kwa Jaji Mkuu imetumwa kupitia Mahakama ya Tanzania, barabara ya Mahakama, sanduku la posta 2757 kwa juu 40491 Dodoma. Iliandikwa tarehe 23 Machi 2026 ikiwa na kumbukumbu namba CCA/85 mkwaju 155 mkwaju 01 mkwaju 09 na kichwa cha maneno kisemacho ombi la kuitisha jalada la kesi ya uhaini namba 1965 ya mwaka 2025 inayohusu Jamhuri dhidi ya Tundu Antipas Lissu iliyopo Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam. Barua ya DPP kwenda kwa Jaji Mkuu imesainiwa na Faraja Nchimbi na kunakiliwa kwa Lissu Gereza Kuu la Ukonga, Dar es Salaam. Anasema ofisi yake haijaridhishwa na maamuzi ya jopo la majaji watatu wa Mahakama Kuu wanaosikiliza kesi hiyo, ikiwa ni pamoja na uamuzi uliotoa tarehe 23 Oktoba 2025. Uamuzi anaozungumzia unahusu kupigwa chini kielelezo cha video inayomuonyesha Lissu akizungumza na watiania wa ubunge makao makuu ya chama chake Mikocheni jijini Dar es Salaam tarehe 3 Aprili 2025. Aidha, DPP anataja uamuzi mwingine ambao hakuridhika nao ni ule tarehe 24 Februari 2026 uliohusu ombi la kutaka kuwasilisha ushahidi wa ziada katika maelezo ya kamishna msaidizi wa polisi ACP Amin Mahamba. Taarifa na jina la Mahamba zimetajwa na upande wa mashtaka katika ukurasa 134 wa rekodi ya mwenendo kabidhi kuwa ni shahidi wa 26 wa Jamhuri katika kesi hiyo. Kwa mujibu wa Nchimbi, Jamhuri haikuridhishwa na maamuzi yote mawili katika tarehe hizo mbili tofauti, kwa maelezo kwamba maamuzi hayo madogo yamezungukwa na mazingira yanayoashiria ubatili wa kimwenendo uliosababisha kukataliwa kwa vielelezo na notisi ya kuwasilisha ushahidi wa nyongeza. Kesi ya Jamhuri dhidi ya Lissu inasikilizwa na Jaji Mfawidhi wa Mahakama Kuu Iringa, Jaji Danstan Ndunguru, mwenyekiti James Karayemaha na Ferdinand Kiwonde. Akiwasilisha hoja ya kwamba kuingiza ushahidi wa nyongeza tarehe 23 Februari 2026, wakili wa serikali mkuu Nasor Katuga alisema kuwa Jamhuri imetoa notisi hiyo kwa mujibu wa kifungu cha 308 kwenye mabano moja cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA. Alisema hawaombi kuongeza shahidi mpya, bali ushahidi mpya katika ushahidi wa ACP Mahamba na wameambatanisha kiini cha ushahidi wao. Aliongeza, ushahidi huo haujawa committed, haukusomwa wakati wa mwenendo kabidhi kwenye mahakama ya ukabidhi, mahakama ya hakimu mkazi Dar es Salaam Kisutu katika shauri hili. Alisema notisi hiyo inakuja kukidhi matakwa ya kifungu hicho cha 308 kwenye mabano moja kinachoeleza kuwa hakuna ushahidi wa shahidi unaoweza kutumika kama haukusomwa kwenye mwenendo kabidhi. ACP Mahamba alikuwa kiongozi wa timu ya upelelezi wakati wa uchaguzi uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 na baada ya uchaguzi. Kile kilichoonekana baada ya upelelezi hakikusomwa wakati wa mwenendo kabidhi, alieleza Katuga. Alisema ushahidi huo umetambulika na upande wa mashtaka wakati Mahamba alipoitwa kutoa ushahidi wake tarehe 16 Februari 2026. Hata hivyo, Lissu alipinga hatua Jamhuri kutaka kuwasilisha ushahidi huo na kusema kifungu cha 308 kwenye mabano moja cha CPA kilichotumiwa na Jamhuri kinazungumzia shahidi ambaye maelezo yake hayakusomwa katika mwenendo kabidhi na si ushahidi mpya ambao haukusomwa kwenye mwenendo kabidhi. Akaongeza kuwa ushahidi wa Mahamba ambao Jamhuri inataka kuongeza ulishasomwa kwenye mwenendo kabidhi. Akahoji, sasa hiyo nyongeza maelezo ya shahidi huyo inaingiaje wakati maelezo yake alishasomwa kwenye komito? Hii noti inakuwa ya halali?
Akaeleza kuwa hatua ya jamhuri kutaka kuongeza ushahidi mpya kwa shahidi ambaye tayari ushahidi wake umeshasomwa kwenye mwenendo kabidhi ni sawa na kutaka kubadilisha hati ya mashtaka. Wanataka kubadilisha maelezo ya shahidi kwa kuleta mambo ya uchaguzi mkuu, na hiyo hairuhusiwi kwa mujibu wa kifungu cha 308 chote. Kifungu cha 308 kinahusu shahidi ambaye hakuwepo kabisa na si kuongeza maelezo ya baada ya matukio, alifafanua. Alisema kama wanataka kubadilisha waende kwenye kifungu cha 213, watajua cha kufanya na si kwenda kwa mlango wa uani. Kwa sababu hiyo, na ni rai yangu kwenu, hiyo notisi na yaliyomo muyafutilie mbali. Mahakama ilikubaliana na pingamizi lake. Kufuatia uamuzi huo, tarehe 24 Februari 2026, DPP alifungua maombi ya marejeo akiomba mahakama ya rufaa kupitia upya uamuzi wa mahakama kuu uliokubali kupinga pingamizi la Lissu. Naye Lissu siku hiyo hiyo akatoa taarifa ya mdomo mbele ya mahakama kuu kwamba anapinga maombi ya jamhuri ya kuomba marejeo. Alisema maombi hayo yanalenga kuchelewesha kesi na kumwacha endelee kusota gerezani. Akasema kwa kuwa mahakama imefungwa mikono, tutakabiliana nao huko huko wanakokwenda. Aidha, baada ya kukabidhiwa nyaraka za marejeo haraka, Lissu akawasilisha hati ya dharura, certificate of urgency, katika mahakama ya rufaa akiomba maombi hayo ya DPP yasikilizwe kwa haraka kutokana na hali yake ya kiafya na madhila anayokabiliana nayo gerezani. Lissu yuko gerezani kwa takriban mwaka mmoja sasa. Alikamatwa tarehe 9 Aprili mwaka jana na kufikishwa mahakama ya Kisutu siku iliyofuata. Vile siku hiyo hiyo tarehe 11 Machi 2026, Lissu aliwasilisha kiapo cha majibu na taarifa ya pingamizi ya awali. Mmoja mawakili waliozungumza na Mwanahalisi kwa sharti ya kutotajwa jina lake amesema kitendo hicho kinaonyesha kuwa DPP amebaini hana kesi ya maana dhidi ya Lissu kutokana na ushahidi wao mkataliwa kufuatia uwasilishaji wake kukiuka sheria. Aliongeza, kwa maana hiyo wameamua kuja kupitia mlango wa nyuma, jambo ambalo ni kinyume cha sheria. Huwezi kupinga farasi wawili kwa wakati mmoja, utapasuka msamba. Kisheria, taarifa pingamizi lilishawasilishwa, inatakiwa isikilizwe kwanza kabla ya maombi mengine. Hapo ndipo Lissu alipowazidi wenzake maarifa, amefafanua. Na mtazamaji, taarifa hii na nyingine nyingi unaweza kuzipata kupitia gazeti lako la Mwanahalisi ambalo linatoka kila siku za Alhamisi. Usikose nakala yako. Jina langu ni Zakia Nanga. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.